Furaha ya milele mpe Bwana, tupumzike kwa amani. Ndugu zangu wapendwa, tunapenda kumshukuru Mungu kwa kumjalia Padre Crispin Mageni Yalila miaka 78 ya uhai na miaka 49 ya upadre. Na kama tulivyosikia kwenye tanzia, mwakani angeadhimisha jubilei ya dhahabu, yaani miaka 50 ya upadre. Tunamshukuru Padre mwenyewe, Padre Yalila, kwa utume wake katika jimbo letu, lakini si tu katika jimbo letu, lakini pia katika nchi zingine kama kule Zambia, na pia katika utume wake katika liturujia katika taifa letu na katika Baraza la Maaskofu Tanzania. Baada ya maisha yake ya upadre pamoja nasi, sasa tumsindikize katika safari yake ya mwisho ili akapate pumziko la milele alilolitamani katika maisha yake, hasa siku zake za mwisho kabla ya kifo chake, kama mlivyosikia wimbo wake ambao aliuimba mwishoni. Baada ya mateso ya ugonjwa wake, lakini pia kutokana na kudorora kwa afya yake, sasa ni wakati wa kumsindikiza apate kupumzika kule ambako hakuna mateso tena. Tunamkabidhi sasa mikononi mwa Mungu wake wenye huruma, kwani roho zao wenye haki zimo mikononi mwake. Ndivyo tunavyosoma na ndivyo tulivyosikia katika somo letu la kwanza kutoka kitabu cha Hekima sura ya 3 ya 1 mpaka ya 9, kwamba wale walio mikononi mwa Mungu hawapati mateso tena. Kwa njia ya mateso yao hapa duniani kama alivyopata Padre Crispin, Mungu aliwajaribu, anatujaribu na kutupima kama dhahabu katika tanuru la moto, na kututhibitisha kwa kweli tunastahili mbele yake kama kafara iliyo bora, kwani mateso haya tunayoyapata hapa duniani hayawezi kututenga na upendo wa Mungu. Na ndivyo tulivyosikia katika somo la pili. Tumesoma kutoka waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi. Somo hili ni kama utenzi wa upendo wa Mungu. Katika safari ya maisha tunatambua kuwa Mungu yuko katikati yetu, hata katika mateso tunajua kuwa Mungu bado yuko upande wetu. Paulo anauliza katika mazingira haya, ni nini kinaweza kutenga na upendo wa Kristo? Je, ni dhiki au shida au adha au njaa au uchi au hatari au upanga? Mtume Paulo anataka kutuambia kuwa hakuna kitu chochote hapa duniani kinaweza kutenga na upendo wa Mungu. Maneno ya Mtume Paulo yawe faraja kwetu sote tunapopatwa na magonjwa na misiba mbalimbali, kwani vyote hivyo havitutengi na upendo wa Mungu, kwani daima Mungu yuko upande wetu, na Kristo aliye hakimu wetu ameketi mkono wa kuume wa Baba akituombea. Katika hukumu ya wanadamu mbele ya Mungu, kuna mwanadamu anayeshtakiwa au anayehukumiwa, lakini kuna Yesu Kristo aliye hakimu, lakini si hakimu tu, ni wakili, yaani maana yake ni mtetezi na mwombezi wetu. Lakini uwakili wa Yesu unategemea pia ni jinsi gani sisi wenyewe hapa duniani tumeishi kwa namna ile inayompendeza Mwenyezi Mungu kwa kulinda imani yetu, maisha yetu kama mapadri, utume wetu katika kanisa na katika jamii, hasa kwa jinsi tunapobaki thabiti katika imani hata wakati wa magumu mbalimbali tunapoweza kupata mateso. Mtume Paulo aliwaandikia Warumi ambao waliongokea Ukristo ili wadumu katika imani yao hata katika madhulumu mbalimbali. Ndio maana nisisitiza, hakuna chochote kinachoweza kutenga na upendo wa Mwenyezi Mungu. Tunajua Kristo mwenyewe amepitia adha hadi kufikia kifo chake na kuingia katika utukufu wake, na kwa njia hiyo ametuonyesha sisi wote njia. Katika somo la Injili tumesikia kutoka Injili ya Yohana sura ya 14
aya ya kwanza mpaka ya 6. Yesu anasema, msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Kwani nyumbani mwa Baba yangu kuna makao mengi, maana naenda kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo. Hiyo ndio ahadi ambayo ameitoa Kristo kwa kila mmoja wetu. Na anasema, kwenda nyumbani kwa Baba yangu mnaijua njia. Tomaso anashangaa, anasema, sisi tutajuaje njia? Hatuijui njia. Na Yesu anashangaa kwa sababu Tomaso ni miongoni mwa wale ambao walikuwa karibu na Yesu kwa muda wa miaka 5. Angetegemea jue kwamba Yesu ndiye njia ya kwenda kwa Baba. Na ndio maana anamwambia, hujui njia Tomaso? Mimi ndiye njia. Hakuna anayeweza kufika kwa Baba ila kupitia kwangu. Kwa njia ya Kristo tunaweza kufika kwa Baba. Tunaweza kufika kwenye makao haya tuliyoahidiwa kupitia muamini ishi maelekezo ya Kristo mwenyewe. Ndugu zangu wapendwa, hayo ndio matumaini yetu sote tulio mahujaji hapa duniani. Mwisho wa hija yetu ni katika makao ya milele. Na ndio tunavyokumbushwa katika mwaka huu mtakatifu, mwaka wa Jubilei 2025, hujaji katika matumaini. Matumaini yetu kwamba siku moja tutakwenda kufika katika makao hayo ambayo ndio tunayoomba kwa ajili ya padre wetu Yarila afike katika makao hayo ambayo Kristo mwenyewe ameahidi leo kama tulivyosikia katika Injili. Ndugu zangu wapendwa, tunaadhimisha misa hii takatifu tukiomba ahadi hii ya matumaini iweze kutimia katika nafsi ya mpendwa wetu Padre Yarila anayelala hapa mbele yetu. Tunamkabidhi mikononi mwa Mama Maria aliye malkia wa mitume na mfano wa watu wote wenye kumtumaini Mungu hata katika mateso yao. Mama Maria aliyabeba machungu katika kina cha moyo wake wakati akimfuata Yesu aliye njia katika utume wake hadi pale msalabani. Tunamwomba sasa Mama Maria ampokee Padre Yarila, sababu Mama Maria ni mama ya mapadre, na amfikishe kwenye makao ya milele ambayo alipokuwa duniani aliwahubiria Wakristo na yeye mwenyewe aliyatamani, na sasa aweze kuyafikia makao hayo. Tuendelee kusali na kumwombea ili Mwenyezi Mungu aweze kumkaribisha katika makao hayo. Raha ya milele kumpe Bwana, apumzike kwa amani. Raha ya milele kumpe Bwana, apumzike kwa amani. Raha ya milele kumpe Bwana. Roho ya marehemu Padre Crispin Mwageni na roho za marehemu wote wapate rehema kwa Mungu, wapumzike kwa amani. Tumsifu Yesu Kristo.